Yes, hamjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu za kila siku na kila wakati mkiwa mbali na karibu. Tunawasalimia wale ambao wako Marekani, Ulaya na Afrika. Salamu zetu ziwafikie kabisa. Na tunawatakia tena jioni njema ya siku ya leo vendredi le 28 Novembre 2025 na tunawakaribisha kwa mara nyingine ndani ya taarifa zetu. Ni taarifa kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo pamoja na taarifa za mapigano yanayoendelea kati ya wazalendo na FARDC wakipigana na waasi wa AFC M23. Habari za mapigano tutawapeleka moja kwa moja ndani ya teritware ya Mwenga inayopatikana mu province ya Sud Kivu, kwenye kunaendelea kuripotiwa mapigano makali. Mashambulizi yanaendeshwa na waasi wa AFC M23 dhidi ya FARDC na wazalendo na jeshi la Burundi ili kuendelea kusonga mbele. Tutawaambia kinachoendelea muda huu hapo kwenye uwanja wa vita. Na siku ya leo taarifa zilisambaa kwenye mitandao ya kijamii eti James Ifyeka Adui alikufa. Waabone wetu wanaotufuata kushene, wanaokuwa na nimero zetu wakaniandikia eti James Ifyeka Adui ni kweli alikufa mu fro ya Sud Kivu mu territoire ya Fizi. Nimewaletea realite, yani nimewaletea ukweli wa taarifa hizo. Habari zingine ambazo nimewaletea ni kuhusu gouvernement ya Kongo ambayo ilimjibu president wa Rwanda Paul Kagame kutokana na matangazo yake ya siku ya jana kuhusu vita vinavyoendelea mashariki mwa nchi ya Kongo. Hivyo basi tunawasihi kusubscribe kama kawaida ili kukuwa naendelea kupata habari zetu zote. Muendelee kucomment na kulike, muzisambaze taarifa hizi kwa walio wengi. Muendelee kujiunga nasi na shene yetu ya WhatsApp ambapo mtakuwa napata taarifa zetu za asubuhi, za mchana na magharibi. Kujiunga nasi ni kupitia linki ambayo iko hapo chini ya titre. Ukishagusa hapo chini ya titre utapata linki yetu, ujiunge au tuandikie kwenye namba hiyo. Bila shaka utakuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Habari zetu za jioni ya leo tutawapeleka moja kwa moja kwenye uwanja wa vita ndani ya territoire ya Mwenga. Hapo ni mu province ya Sud Kivu. Mu territoire ya Mwenga mapambano ni makali kati ya waasi wa AFC M23 na vikosi vya wazalendo, jeshi la Burundi FDNB na jeshi la Kongo FARDC. Waasi wa AFC M23 wanaendesha operation zao huko ili kuendelea kusonga mbele. Baada ya kukamata Kasika, Chidasa, wanaendelea kuatake FARDC, wazalendo na FDNB ili kuendelea kukamata maeneo mapya. Kutokana na operation hizo za AFC M23 mu territoire ya Mwenga zinazolenga kusonga mbele, wazalendo waliamua kufunga njia za hawa waasi wa AFC M23 kupitia riviere ya Luindi. Wazalendo walivunja mapo vilalo vinavyo traverse ile riviere ya Luindi. Walivivunja wakati waasi wa AFC M23 walikuwa wamefika Kashaka. Nadhani ya kwamba wanaofahamu maeneo hayo vizuri wanapajua. Kashaka, eneo hii ilifika ndani waasi wa AFC M23. Wazalendo wakaamua sasa kuvuka riviere ya Luindi inayokuwa mbele kidogo ku axe za maeneo ya Kashaka na Mwenga, huko Mwenga centre. Baada ya kuvuka riviere hiyo sasa wakavunja ama wakaharibu ile kilalo ambayo inapita ku riviere hiyo, na wakainstale tena silaha zao, wakapigana na wasi wa AFC M23 na wako ngambo ya riviere hiyo. Wakaaji waliokuwa wakikimbia maeneo ya Kashaka pale kwenye AFC M23 ilikuwa imefika, wale ambao walikuwa nyuma na wajavuka walibaki ngambo ya riviera hiyo, wakabakia eneo ya Kashaka paske kilalo ilikuwa imevunjwa tayari na wazalendo.
Wakaji wanasema kwamba hawana kitu kingine cha kufanya sofu kujificha ndani ya misitu, ndani ya mapori. Wakati vita vitaisha ndipo nao watarejea ndani ya vijiji vyao, watakao kuwa na wako hai, wako maeneo hayo ya mapori na misitu ambapo kunaendelea mapigano kati ya pande mbili. Hali kwao ni mbaya kabisa, yani hali kwao si nzuri. Wazalendo upande wao wanasema kwamba ile ni maamuzi yao ya kubloke adui AFC M23 ili kuendelea kuprogrese na kuendelea kukamata maeneo mapya mu territoire ya Mwenga, na waasi wa AFC M23 wana mpango wa kuendelea kuavanse. Hivyo wazalendo waliona kwamba kufunga ile riviere itakuwa vigumu kwa wasi kuvuka riviere hiyo, wakati wazalendo nao wako na washambulia ngambo ya riviere ya Lwindi. Wazalendo waliamua hayo wakati AFC M23 inaendelea na presio, inaendelea kuavanse, paske munakumbuka tangu kuatake eneo ya Kilungutwe walishukaka wakafika Kasika, Chidasa. Leo walikuwa wamefika hapo mo eneo za Kashaka. Wazalendo waliamua sasa kubloke njia kupitia kuvunja ile mapo ama vilalo vinavyovuka ile riviere, na hiyo ndiyo hali kwa sasa. Waisha funga njia ya AFC M23 kupitia ile riviere. Mashambulizi yanaendelea wakiwa ngambo moja, wengine ngambo ingine ya riviere. Habari zetu zinaendelea. Taarifa zilisambaa kuhusu kifo chake generale wa wazalendo James Fieka Adui. Huyu James Fieka Adui, taarifa za kifo chake zilisambaa kwenye mitandao ya kijamii wakisema ya kwamba James Fieka Adui alipoteza maisha yake kufro, ambapo anapigana na waasi wa AFC M23 na Twirwaneho Ngomino Redi Tabara mu maeneo ya territoire ya Fizi. Na baada ya taarifa hizo kusambaa, James Fieka Adui yeye peke akajitokeza kwenye mitandao akiwa hai. James Fieka Adui yeye ni mzima kabisa, yuko hai, hakuna tatizo lolote, na alichokifanya ni kutia video yake kwenye mitandao ya kijamii akiwa kufro ndani ya Kageregere na kikosi chake, kuonesha kwamba yeye yuko kufro na anaendelea kupambana na waasi hao wa AFC M23 Twirwaneho na Ngumino. Taarifa hizo sasa ni za uongo kabisa, na video tayari nishawapatia ku grupe na kushene video yake. James Fieka Adui yeye yuko hai tena mzima, iko mooperasio kupigana na wasi wa AFC M23 Twirwaneho Ngumino Redi Tabara ndani ya maeneo ya Kageregere. Habari ni za uongo kuhusu kifo chake kabisa. Yeye mwenyewe alijionesha kwenye mitandao ya kijamii ya kwamba yuko hai tena mzima na anaendesha operation zake za kuwapiganisha wasi wa AFC M23. Habari zetu zinaendelea ndani ya territoire toujours ya Sud Kivu. Lieutenant Colonel Kisembo Isingoma, huyu ni komanda Sokola D, alikuja kufanya vizite kwa wanajeshi ambao wako kufro vikosi vya FARDC vinavyopatikana mu axe Shabunda Nzibira. Aliongea na wanajeshi ambao wako Mukonkwa pamoja na Nyombe. Maeneo hayo yako maeneo hayo ya axe Shabunda Nzibira. Hapo aliongea na vikosi vya wazalendo na FARDC ambao wako kufro. Alichokifanya ni kurenforce kwanza morale ya wasolda, akiwaambia ya kwamba vita vitaisha na watashinda waasi wa AFC M23 ambao wana agrese nchi ya Kongo wakisaidiwa na nchi ya Rwanda. Aliwaomba kuendelea kurespekte regle d'engagement na kuendelea kukua na discipline pale kufro. Akawaambia kwamba kila kitu kitaisha, vita hivi watavishinda, wasi wa AFC M23 watarudia kwao ndani ya nchi ya Rwanda. Akawakumbusha ya kwamba vita wanayoipigana ni kwa ajili ya nchi ya Kongo, ni kwa ajili
ya Wakongomani ni kwa ajili ya avenir ya Kongo. Yule ni komanda Kisembo Isingoma ambaye alikuwa kufro Axe Shabunda Nzibira. Alikuwa akiwapa morale wanajeshi ambao wako kufro pale na kuwaomba kuendelea kukuwa na resistance mbele ya hao wasi wa AFC M23. Tuendelee na taarifa zetu. Siku ya jana Paul Kagame aliongea mambo tofauti kuhusu nchi ya Kongo, akishutumu kuwa aifanye majukumu yake ya kutatua matatizo mashariki mwa nchi ya Kongo. Alisema mengi katika kauli ya hivi punde ndani ya saa chache, na ametangaza hayo huko mjini Kinshasa. Kauli ya hivi punde ya rais wa Rwanda Paul Kagame ilionekana kama uidhinishaji wa vitendo vinavyofanywa na wasi wa AFC M23. Kulingana na msemaji wa serikali Patrick Muyaya, Kongo inatarajia Rwanda kutimiza ahadi zake ndani ya mfumo wa mipango inayoendelea ya kidiplomasia inayolenga kurejesha amani mashariki mwa nchi ya Kongo. Alisema ya kwamba naamini ni baba ndiye anayewajibika kwa vitendo vya mtoto. Ikiwa umekuwa ukimfuatilia, hakuna utata kabisa. Tunatarajia aheshimu ahadi zake katika mchakato wa kidiplomasia ambao tunahusika. Tutapata fursa ya kulirejea hili katika siku zijazo ili kutathmini ni nani ametimiza majukumu yao ya kurejesha amani katika eneo hili la wilaya. Patrick Muyaya alijibu kwa uhuru na kuruhusu wananchi wetu kufanya biashara zao kwa uhuru. Alisema msemaji wa gouvernement ya Kongo Patrick Muyaya. Alilaani pia tabia ya Paul Kagame ya kukanusha, ambayo ililenga kukana kuwepo kwa mgogoro wa kibinadamu mashariki mwa Kongo ili kupinga kufunguliwa kwa uwanja wa ndege wa Goma. Alisema ya kwamba jimbo la Kivu Kaskazini linaendeshwa na gavana wa kijeshi kutoka Beni, sawa na jimbo la Kivu Kusini kupitia mji wa Uvira. Kuna sehemu za eneo hilo zinakaliwa, tunalifanyia kazi kila siku. Mmeona kwamba bajeti ya 2026 inatenga 30% kwa usalama, na kwa hivyo hapa kuna ujumbe ambao lazima urudiwe kwa watu wetu wote ambao wanaweza kuwa waasiriwa wa ujanja wa kitaifa. Eneo linarudishwa kwetu na ili kila maisha ya Kongo yahifadhiwe, sio wale wanaokanusha kuwepo kwa janga la kibinadamu ambao dunia inawaona wanaoweza kujitoa leo ndio suluhisho, kwa sababu wao ndio tatizo, wao ndio wanazuia uwanja wa ndege wa Goma usifunguke, wao ndio wameua, wao ndio wamevamia shule na watawajibishwa. Ni Patrick Muyaya ambaye alisisitiza hayo, na hapo ni kama jibu kwa yule presida wa Rwanda Paul Kagame kutokana na hotuba yake ya siku ya jana. Habari zetu ndizo hizo mefre, na washukuru kabisa kwa kuendelea kukuwa nasi ndani ya taarifa zetu za kila siku na kila wakati, na waomba kuendelea kusubscribe, yani kujiabone, kupartaje taarifa hizi kwa walio wengi, muendelee kucomment na kulike, mujiunge na sheni yetu ya WhatsApp ambapo mtakuwa napata taarifa zetu kwa wakati. Kama kawaida mtakuwa najiunga kupitia linki ambayo iko hapo chini ya titre, au mtuandikie kwenye namba hiyo. Asante.